ए खुदा ए कार साजो ऐब पोशो किरदेगार ए खुदा ए कार साजो ऐब पोशो किरदेगार है मेरे प्यारे मेरे मोहसिन मेरे परवरदिगार। Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Mpenzi mtazamaji wa MTA Africa, karibu tena kwenye programu yetu inayohusu sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna furaha kukukaribisha kwenye msimu wa pili wa sifa za Allah. Tumepanga elimu mpya kwa ajili yako na tunatarajia kuelimika pamoja na wewe. Asante kwa kuendelea kutazama vipindi vyetu. Usisahau kuungana nasi na kufuatilia vipindi vyote. Furahia msimu huu. Mada hii tukufu haiwezi kuelezewa vizuri isipokuwa na wale wenye elimu ya kina na ambao wamebobea katika uzoefu wa mambo ya kidini. Katika studio yetu leo ninao wale wataalamu wa mambo ya kidini ambao watatuelezea kuhusiana na sifa na mada hii tukufu ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa upande wangu wa kulia ninaye Idris Nyanje Sahib ambaye ni mwalimu wa Jumuiya ya Ahmadiyya Kenya, na kwa upande wangu wa kushoto ninaye Naim Mulembo Sahib ambaye pia ni mwalimu wa Jumuiya ya Ahmadiyya Kenya. Karibuni kwenye studio yetu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Na moja kwa moja, Maalim Idris Nyanje Sahib, tunafahamu ya kwamba katika vipindi vilivyotangulia mtazamaji ameelimika na kunufaika sana. Tuelezee kuhusiana na sifa ya Mwenyezi Mungu ya An-Nur. Naam, shukran sana ndugu mtangazaji kwa fursa hii ya kuweza kuelezea sifa hii ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni An-Nur. Tunafahamu kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anayo majina mengi na hizi ni sifa zake pia. Sasa kwa leo ningependa kuelezea sifa hii moja tu ya Mwenyezi Mungu ambayo ni sifa ya An-Nur, lakini ili mtazamaji wetu aweze kufahamu kwa uzuri kabisa juu ya sifa hii, ni lazima kwanza aweze kujua maana ya neno An-Nur yenyewe inamaanisha nini. Ambapo katika theolojia ya Kiislamu neno An-Nur maana yake ni mwangaza au nuru, ambapo hii nuru kazi yake ni kuangaza na kutoa pale palipo na giza. Basi katika hotuba ya mpendwa wetu Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis ayadahu lahu ta'ala bin Nasr Aziz katika tarehe 4 ya Disemba mwaka 2009 alizungumzia pia mada hii na kuelezea sifa hii ya Allah ambayo ni An-Nur, na akasema kwamba An-Nur maana yake hasa ni nuru au mwangaza au kile ambacho kinaonyesha mambo ambayo ni ya kweli. Na pia vile vile akasema kwamba sifa hii inarejea yule ambaye anatoa nuru na pia vile vile akasema kwamba yani uhakika wake hasa ni mwongozo, na mwongozo huu ni kama vile ambavyo giza linatoka pale ambapo nuru inafika. Hivyo basi sifa hii kuu tukufu inamhusu moja kwa moja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambapo hii katika zile sifa zake kubwa hii pia ni moja wapo. Naam, imeeleweka ya kwamba kama vile giza inavyoondolewa na nuru, basi vile vile nuru ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala inatoa mwongozo kwa waaminio. Naam, Maalim Naim Mulembo Sahib, tueleze kuhusiana na Qurani tukufu inasema nini kuhusiana na nuru ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala na tofauti iliyoko baina ya waaminio na wale ambao wasiokuwa waaminio.
Shukran sana mtangazaji. Qur'an tukufu inasema nini kuhusiana na nur ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwanza hali hii inakuja mara mbili, duniani na akhera. Katika Qur'an tukufu Suratul Baqara aya yake ya 258, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kwamba Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan-nuri ila adh-dhulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Mwenyezi Mungu anatuambia ya kwamba yeye ni mlinzi wa wale walioamini. Yeye huwaondoa kwenye giza la aina mbalimbali na kuwapeleka kwenye nuru, kwenye mwanga. Na wale waliokufuru, Mwenyezi Mungu anasema walinzi wao au marafiki zao ni mashaitani. Na wale mashaitani huwaondoa kwenye nuru ya Mwenyezi Mungu wale waja na kuwapeleka kwenye giza au upotevu. Hivi tunapata makundi mawili ya watu katika dunia, walio katika nuru ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na walio katika giza la shaitani. Na Mwenyezi Mungu katika aya nyingine anatuelezea kwamba waman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Anasema yeyote yule katika dunia hii ni kipofu. Maana ya kipofu ni mtu ambaye anaishi kwenye giza, haoni chochote wala hana mwongozo au nuru yoyote katika moyo wake kuhusiana na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo anasema yule aliyekuwa ni kipofu katika hii dunia, basi pia kule akhera atakuwa ni kipofu na atakuwa mwenye kupotea njia. Atakuwa hana baraka wala hatapata wema wowote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii tunaipata pale ambapo Mwenyezi Mungu anamalizia au anatuelezea makundi haya mawili yatakuwaje. Hili kundi la giza na kundi la nuru ya Mwenyezi Mungu. Katika Qur'an tukufu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema yauma la yukhzi Allahu an-nabiy walladhina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Mwenyezi Mungu anasema ile siku ambayo yeye Allah hatamfanya mtume na wale walioamini pamoja naye kuwa na aibu, yani hata waaibisha, hawatadhalilika. Nuru yao gani? Ile nuru waliokuwa wakiishi ndani yake duniani, yale ambao walikuwa wanaishi kwa mwongozo wa Allah hapa duniani, ile nuru yao Mwenyezi Mungu anasema itakimbia mbele yao na kulia kwao. Na wale watu watasema, yani yeye Rasul au mtume na wale walioamini pamoja naye watasema, ewe Allah, tukamilishie nuru yetu na utusamehe, hakika wewe ndiye muweza juu ya kila kitu. Kwa hivyo unaona Mwenyezi Mungu atakapowafadhili hawa ambao wapo katika nuru ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini wale walio katika giza watabakia katika giza na watabakia katika njia iliyopotea kule akhira na watakosa fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ndiyo kwa mujibu wa Qur'an tukufu tunapata hii nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itakuwaje kwa watu hawa wawili makafiri na hawa watu ambao wako katika nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shukran sana Maalim Naimu Lembo Sahib kwa maelezo hayo mazuri, na natumai pia kwamba mtazamaji wetu amepata kunufaika na jibu ambalo umelitoa. Na nikirejea kwa Maalim Idris Nyanje Sahib, elezea watazamaji wetu wapendwa sifa ya Mwenyezi Mungu ya An-Nur ukizingatia aya kutoka katika sura An-Nur. Naam, shukran sana ndugu mtangazaji. Na kwa sababu sifa hii ya An-Nur ni sifa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hivyo basi asingekosa kuitaja katika kitabu chake tukufu cha Qur'an, ambapo ningependa tu uniruhusu niweze kunukuu aya hii ambayo ni aya katika sura ya 24 aya ya 36 inasema kwamba a'udhu billahi minash shaitani rajim
Allahu nuru samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah almisbahu fi zujajati azujajatu kaannaha kawkabun dhuriyyu yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunati la sharqiyyatin wala gharbiyyatin yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdi Allahu linurihi man yasha'u wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli shay'in alim. Kwa Mwenyezi Mungu ni nuru ya mbingu na ardhi. Mfano nuru yake hii ni kama kishubaka kilichomo ndani ya taa. Taa ile imo katika tungi ile ni kama nyote ng'ayo inawashwa katika mti uliobarikiwa wa mzeituni usio wa mashariki wala magharibi. Ni karibu mafuta yake kung'aa ingawa moto hojayagusa. Nuru jia nuru, Mungu humuongoza kwenye nuru yake amtakaye, na Mwenyezi Mungu hupiga mifano kwa watu, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Katika aya hii tunakuta kwamba Mwenyezi Mungu amesema kwamba yeye ni nuru ya mbingu na ardhi, ambapo ile nuru ambayo tunaona katika ardhi ni chanzo chake hasa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambapo katika aya hii katika mbele aya hii tunaona kwamba ameweza kufananisha nuru hii na kishubaka. Kishubaka hiki kiko ndani ya taa ile iko ndani ya tungi ambalo linang'aa katika mti wa mzeituni uliobarikiwa, ambapo tunakuta kwamba katika maneno haya au mfananisho huu unathibitika kwamba mfananisho huu umenasibishwa na mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ambapo yeye ni kama kioo ambacho kina akisi ile nuru ya Allah ambayo ni wahi na kumulika kwa watu ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo katika aya hii mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameitwa ule mtu wa mzeituni, ambapo katika mti huu limo tungi ambalo lenye kung'aa lenye nuru hii ya Mwenyezi Mungu, ambapo tungi hili ni kama moyo wake, kwa sababu Qur'an tukufu ilishuka katika moyo mtukufu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo basi katika zama za Islam mtume ndio alikuwa kama kioo ambacho kiling'aa kwa kuakisi ile nuru ya Allah na kuamulikia wale viumbe wengine ambao ni kama sisi na hata pia viumbe wote. Hivyo basi tunapata kuona kwamba kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu sifa hii ni yake na sifa yake hii ni kwa ajili ya kutoa nuru kwa viumbe wake, hivyo basi akamfanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa hicho kioo cha kuakisi nuru hii kwa ajili ya ulimwengu mzima. Naam, shukran sana Maalim Idris Nyanje Sahib kwa hiyo maelezo, na inafahamika kwamba Mwenyezi Mungu ni nuru ya mbingu na ardhi, na kupitia hiyo dini tukufu ya Islam pia ni dini kwa ajili ya ulimwengu mzima, na vile vile mtume wetu mpendwa Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa ni mtume kwa ajili ya ulimwengu mzima, na alikuja kueneza hiyo nuru ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Maalim Naimu Lembo Sahib, nuru ambayo imetajwa katika sura At-Taghabun aya ya 9 inaashiria nini? Shukran sana mtangazaji. Katika sura At-Taghabun aya yake ya 9 Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ya kwamba faaminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Anasema basi aminini Mwenyezi Mungu na mtume wake na nuru ambayo tuliteremsha, wallahu bima ta'maluna khabir, na Mwenyezi Mungu ni mwenye habari juu ya kile mnachokifanya au yale mnayoyatenda. Nuru iliyozungumziwa katika aya hii inaashiria nini? Mwenyezi Mungu anatuelekeza kwanza katika nguzo kubwa ya Islam na nguzo kubwa ya imani kwa Muislamu, ambayo ni Allah, kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi baada ya kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, anasema muaminini na mtume wake ambaye amemleta katika dunia. Kwa hivyo tukisha muamini Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, basi tunarejea kwamba huyu mtume ako na nini au amepewa nini. Pale ndipo tunapata kweli mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam
yeye amepewa kitabu ambacho ni sheria, na sisi tunafahamu kwamba ni sheria ya mwisho. Ndipo tunasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni khatamul anbiya, amepewa Qur'an tukufu ambayo ni sheria na ni kitabu cha mwisho na hakuna atakayekileta tena. Kwa hiyo hii nuru ndiyo inarejelea ule wahi uliomo kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mradi wa nuru iliyotajwa katika Suratut Taghabun ni wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza kabisa ni tumwamini Mwenyezi Mungu, mwongozo wa kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Basi tukisha kuwa na imani kwa Allah, imani thabit, na kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, basi anasema na nuru ambayo tumeiteremsha, maana yake ni wahi wa Qur'an tukufu ambao Mwenyezi Mungu ameuteremsha kwa moyo wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya muongozo kwa ulimwengu mzima. Wale watakaoishika ile nuru basi wataweza kupata muongozo, wale ambao wataiacha basi wataweza kuelekea kwenye giza. Na kurejelea tu kidogo katika mafundisho ya Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam, akasema hii nuru, hii Qur'an tukufu, huu wahi, yeyote atakayeweza kuushikilia vizuri na kufuatilia sharti zake vizuri na maelekezo yake vizuri, kwa wiki 2 tu anaweza kuwa mtu tofauti ambaye ana mwongozo mkubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na maisha yake yatakuwa yenye baraka na yenye kuonyesha mfano katika jamii. Naam, shukran sana Naim Mulembo Sahib. Na pia najulishwa ya kwamba kuna ambaye ameungana nasi katika programu yetu hii ya leo, na ni mbashiri wa Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya ambaye anajulikana kama Sheikh Abdullahi Hussein Juma Sahib. Sheikh Sahib, karibu sana kwenye programu yetu. Naam, Sheikh Sahib, tafadhali elezea mtazamaji kuhusiana na nuru ambayo imetajwa katika sura An-Nur aya 36 kwa mujibu wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Asante sana ndugu mtangazaji kwa kunialika ili niweze kuchangia mada inayohusu sifa za Allah na hususan kumuhusu Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam. Maana ya nuru iliyoelezwa katika sura An-Nur aya 36, kwa hakika kikawaida chochote kile kinachoonekana katika dunia na mbinguni ni maonyesho ya nuru ya Mwenyezi Mungu. Hata hivyo, kulingana na Masih Maud alayhi salatu wassalam, yeye amepewa nuru hii kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yaani yeye ndiye mwakilishi wa nuru ya kiroho inayoendelea ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Khalifatul Masihul Hamis Ayatollah bin Aziz katika hotuba yake ya mwaka 2009 amesema kwamba Mwenyezi Mungu alimtuma Masihi Maud na nuru iliyotoka mbinguni ambayo iliwahi kufunuliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih Maud Aslam mwenyewe anakiri kwamba sio kwa ajili ya umaarufu tu, bali yeye alipata nuru hii kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya kutekeleza majukumu na mafundisho sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu ya upendo na utiifu na unyenyekevu aliyokuwa nao. Vile vile Masih Maud Aslam anasema ya kwamba mtu kamili ambaye alijaliwa nuru ya daraja la juu kuliko wote ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuru hiyo ukilinganisha na nuru ama vyanzo vya nuru zinginevyo kama vile malaika, nyota, mwezi, jua na vitu vya thamani, haina kifani chake. Nuru hiyo hiyo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyopewa na Mwenyezi Mungu, nuru ya kiungu, haikuwepo duniani wala mbinguni. Kwa hivyo basi, katika zama hizi za akhiri zaman, Hazrat Masih Maud alayhi salam yeye ndiyo kielelezo na urejeleo wa ile nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuhakikisha kwamba
mafundisho sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mafundisho sahihi ya Qur'an tukufu yanaendelea ulimwenguni. Kwa hakika nuru hii vile vile tunaona imepewa pia mahalifa wa Masihi alayhi salatu wassalam, ambao wanaongoza kupitia nuru hii. Na hili ni jambo ambalo kwa hakika tunatakiwa kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, nikimalizia, ya kwamba Mwenyezi Mungu humuongoza katika nuru yake amtakaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana Sheikh Saib kwa maelezo hayo mazuri, na natumai ya kwamba watazamaji wetu wamepata kunufaika sana kwa jibu ambalo umelitoa. Shukrani sana. Na nikirejelea kwa Maalim Idris Nyanje Sahib, hii nuru ambayo tunazungumzia leo inaweza kujidhihirisha kimwili, kwa sababu inasemekana ya kwamba katika hadithi imesimuliwa kwamba uso wa mtume wetu mpendwa Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam pamoja na baadhi ya watu ambao ni watukufu, nyuso zao zilikuwa zimejawa na nuru. Je, hii nuru inaweza kujidhihirisha kimwili? Naam, shukran sana ndugu mtangazaji. Na kiuhalisia kabisa ni kwamba nuru hii inaweza kujidhihirisha katika hali ya kidhahiri au hali ya kimwili katika mtu. Na katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu anasema kwamba katika sura ya 5, sura Al-Maida, aya 16 hadi aya ya 17, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subula salami wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim, kwamba bila shaka mwafikieni nuru kutoka kwa Allah na kitabu kibainishacho. Kinaongoza ama anaongoza Mwenyezi Mungu katika yule ambaye anafuata katika njia ya salama na ya amani. Kwamba katika nuru hii ambayo Mwenyezi Mungu ameteremsha, ikiwepo hapa imesema kwamba ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba hii nuru inaweza kumuongoza yule ambaye ni mwenye kuifuata nuru hii katika njia iliyo sawa. Hivyo basi yule mfuasi halisi wa nuru hii, kwa sababu ile nuru ipo ndani ya moyo wake, vile vile pia inaweza kujidhihirisha katika hali ya kidhahiri, kwa sababu athari ya moyo huathiri pia katika hali ya kidhahiri ya kimwili, sawa na maandishi matakatifu ya Sayyidina Ahmad alayhi salam, kwamba kwa sababu ya nuru hii tunaona kwamba katika hadithi kama walivyosema, kama katika hadithi, baada ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupata nuru hii, basi hali yake ya mwenendo wake, hali yake ya maisha iliakisi kabisa mafundisho yale ambayo Qur'ani imeleta. Hivyo ile maisha yake yote iliakisi nuru ile Mwenyezi Mungu ambayo Qur'an tukufu. Vile vile pia katika masahaba zake vile vile pia waliakisi ile nuru ambayo ilikuwa ndani ya moyo wao, na mpaka mtume akasema kwamba masahaba wangu mimi ni kama nyota, yule ambaye atawafuata basi bila shaka ataongoka. Hivyo tunapata kwamba katika nuru ikiwepo ndani ya moyo pia huathiri hali ya tabia, mienendo pia na hulka vile vile. Na katika zama hizi tunao mfano mzuri wa Hadhrat Khalifatul Masih, ambapo yeye ni katika zama hizi yeye ndio kiakisi cha nuru hii. Na katika wale watu ambao wameshawahi kukaa karibu naye wanatuletea habari kwamba unapomuona huzuri mpendwa, katika uso wake kuna nuru fulani ambayo inang'aa, ambapo ile hali ya katika roho yake, ule usafi wa roho yake inaathiri pia hali ya juu ya mwili wake. Naam, shukran sana. Na mtazamaji, natumai kwamba amepata kuelewa ya kwamba nuru hii ambayo tunazungumzia pia inaweza ikadhihirika kimwili, na mfano ambao ameutoa ni mfano mzuri na mfano ulio hai, kwa sababu sisi ambao ni wanajumuiya wa Islamu Ahmadiyya tunapata habari, na wale ambao wamekutana na khalifa wetu mtukufu wanaeleza kwamba kwa kukutana na yeye tu, kwa kumuona, inaeleweka mara moja kwamba yeye sio mtu wa kawaida, bali yeye ni mtu ambaye amejawa na nuru ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, Maalim Naim Mulembo Sahib, je, kuna faida gani ya kutambua nuru ya Mwenyezi Mungu, na kisha baada ya kutambua nuru ya Mwenyezi Mungu kujitahidi kuishi
ndani ya nuru ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shukran mtangazaji. Faida za kuishi katika nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haziwezi kuelezeka zikaisha, maana ni nyingi katika ulimwengu huu. Lakini katika Qur'an tukufu sura ya 6 aya 123 Mwenyezi Mungu anatuuliza swali katika wahi wake, anasema ya kwamba awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas kaman mathalu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Yani anauliza kwamba je, yule aliyekuwa maiti kisha tukamhuisha. Maana ya maiti ninayoizungumzia ni kama maiti iliyokuwa anahuisha Isa bin Maryam, Yesu, maiti aliyekufa kiroho. Je, yule mtu aliyekufa kiroho yupo kwenye giza, kisha tukamhuisha, tukampa nuru hiyo, kwa hiyo nuru kutumia hiyo nuru anatembea kwa watu. Je, huyu mtu anaweza kuwa sawa na yule aliyepo kwenye giza na hawezi kujiondoa humo? Haswa jibu la swali hili ama jibu la aya hili ni la hakuna, haiwezekani, hawawezi kuwa sawa. Manake yule anaishi katika nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaona faida na umuhimu mkubwa zaidi kuliko yule ambaye anaishi katika giza la shaitani. Naam, shukran sana wageni wetu kwa kuungana nasi na kwa kutuelimisha kuhusiana na sifa ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya An-Nur. Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala awalipe malipo bora, amin, Allahumma amin. Mtazamaji mpendwa wa MTA Afrika, Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wassalam anaonekana kuwa kiakisi cha nuru ya Allah katika zama hizi, akiendeleza utume wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anaelezewa kuwa anapokea na kugawa nuru ambayo inashuka kutoka mbinguni. Utiifu wake mkamilifu na mapenzi yake ya dhati kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam vilimwezesha kuwa kiakisi wa nuru hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kupitia maisha yake na mafundisho yake, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alijitahidi kueneza nuru hii ya Mwenyezi Mungu ulimwenguni kote na kuwafaidisha umma mzima ya Waislamu mpaka tutakapokutana tena siku nyingine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. मौला मेरे कदीर मेरे किबरिया मेरे प्यारे मेरे हबीब मेरे दिलरुबा मेरे मौला मेरे कदीर मेरे किबरिया मेरे प्यारे मेरे हबीब मेरे दिलरुबा मेरे बारे गुना बला है मेरे सर से टाल दो बारे गुना बला है मेरे सर से टाल दो